Hujambo na karibu kusikiliza matangazo yetu moja kwa moja kutoka Johannesburg nchini Afrika Kusini. Hii ni JCTV tulionayo hii leo. Mapigano makali yamezuka tena katika tarafa la Fizi mkoani Kivu Kusini kati ya jeshi la DRC na waasi wa AFC M23 na washirika wao. Katika tarafa hilo la Fizi na mji wa Baraka mkoani Kivu Kusini, mashirika ya kiraia yameomba kikao cha dharura baada ya kukatika kwa mawasiliano ya simu kwa zaidi ya wiki 6. Na chama cha kisiasa cha Ensemble pour la République nchini DRC kimemsimamisha msemaji wake Hervé Diakes Kyungu, huku mwanachama mwingine Grace Omari Matandiko akifukuzwa kabisa kutoka chama hicho. Kuna hayo na mengine mengi. Naitwa Musa Huseni. Karibu. Habari kamili. Mapigano makali yamezuka tena katika tarafa la Fizi mkoani Kivu Kusini kati ya jeshi la DRC na waasi wa AFC M23 na washirika wao. Mapigano hayo yameripotiwa tangu asubuhi ya Ijumaa Agosti 21, 2026 katika eneo la Mkoko kwenye njia ya Minembwe karibu na Mlema katika sekta ya Tanganyika wilayani Fizi. Jeshi la DRC linalosaidiwa na wapiganaji wa Wazalendo pamoja na jeshi la Burundi wanakabiliana na wapiganaji wa M23. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, ni jeshi la DRC ndilo lilianzisha mashambulizi hayo wakilenga kuyakomboa maeneo yanayodhibitiwa na M23 katika nyanda za juu za Fizi, Uvira na Mwenga. Hata hivyo, hali bado ni ya sintofahamu katika eneo hilo. Strategi na Mubamba, msemaji wa kundi mojawapo la Wazalendo, anazungumza. Ndio, jambo sana bwana mtangazaji, na asante kwa kuwasiliana nasi saa kama na hizi. Ni kwamba asubuhi mapema ya Ijumaa Agosti 21 mwaka wa 2026 mapambano makali yaliweza kuanzishwa kwenye kijiji cha Rugezi kwenye mtaa wa Ngungu na ule wa Rudabadaba, ni kati ya wanamgambo wa M23 ambao walianzisha shambulizi dhidi ya ngome ya jeshi la taifa FARDC pamoja na wazalendo wa CPLC Barfabebe. Ni kundi ambalo kijeshi linaongozwa naye Luteni Jemadari Delphin Kalembe Ngoma Nzito. Ni kwamba ilikuwa kabisa kwenye mida ya saa 11 ndipo wazalendo pamoja na jeshi la taifa ambao walikuwa kwenye doria waliweza kukutanana na waasi wa M23 wanaoungwa mkono na jeshi la Rwanda wakishirikiana na wasi wa Burundi wa Red Tabara pamoja na FNL. Mapambano makali yaliweza kuanzishwa papo hapo asubuhi, wakati ambapo raia wengi wa kando kando waliweza kuyahama makazi yao huku wakihofia usalama wao. Baadhi yao takribani baadhi yao waliweza kukimbilia porini na wengine ambapo walipata hifadhi kwenye vijiji kando kando, mkiwemo vijiji kama vile Kasiru, Rugomero, Mukalati pamoja na vijiji kadhaa kama vile Nakatete, Kadegu, Ilambo. Na raia hao kwa kweli wanaishi bila msaada, kwa sababu kwenye maeneo hayo hakuna namna ya kuwafikishia msaada. Ni eneo ambamo hakupatikani njia, hakufiki gari, hakufiki pikipiki, hakufiki baisikeli. Ni eneo kwa kweli ambayo inakumbwa kabisa na ukosefu wa usalama mdogo kutokana na jinsi ambavyo wale wanamgambo wa Twirwaneho pamoja na jeshi la Rwanda wanaendelea kushirikiana katika hali ya kutamani kufyeka raia wote wa maeneo hayo. Acha nikukumbushe kwamba bwana mtangazaji, kwa kweli wazalendo waliweza kuapa ili waweze kutetea udongo wa mababu zao. Mapambano yalipoanzishwa, cha kwanza ni kutafuta namna gani ya kumiliki eneo hii ili waimarishe usalama wa raia na mali yake. Ndipo mapambano hayo kwa kweli yalirusha vumbi, lakini ilipofika kwenye mida ya saa 9
saa 8 za mchana hivi, waasi ambao walikuwa wanatamani kujielekeza kwenye maeneo ya Rugomero waliweza kurudishwa nyuma, na kwa sasa hali ni shwari. Wazalendo wanaendelea kufanya doria bila tatizo pamoja na jeshi la taifa, na kuahidi kwamba usalama wa raia utarejea. Rais Felix Tshisekedi aliapa kwamba atatumia mbinu zote ili kwamba raia wa Kongo waweze kuishi kwa amani, waweze kuendesha shughuli zao bila tatizo, na amani iwe ya kuridhisha, amani iwe ya kudumu, amani iwe ya kuwafalia wakongomani wote. Na ndio maana wazalendo ambao wanafurahishwa na nia ya rais wanaendelea kuunga mkono miradi yake ya kuletea raia wa Kongo amani, usalama na pia maridhiano. Kwa kweli bwana mtangazaji, acha nikukumbushe kama yapata sasa miaka 9 vita vinaripotiwa kwenye maeneo ya nyanja za juu za tarafa la Uvira, Fizi, Mwenga, huko Itombwe ni vinatofautiana na ambavyo kwa sasa tunapigana navyo. Mbele vilikuwa vita vya wafugaji na walimai, lakini kwa sasa ni vita vya watu ambao wanatamani kugawa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku wakiungwa mkono na nchi za Jumuiya ya Ulaya, nchi fulani barani Afrika, mkiwemo nchi za Jumuiya ya Mashariki zote, na pia nchi za Asia ambazo zinaunga mkono jeshi la Rwanda, ambazo zinaunga mkono muradi wa kutaka kugawa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na ndio maana wazalendo pamoja na jeshi la taifa wakishirikiana na nchi ambazo ni rafiki wa Kongo hawatakubali nchi ya Kongo iweze kugabuliwa, kwa sababu nchi hii ni roho ya Afrika, inapatikana katikati la bara la Afrika, na nchi hii ikipata tatizo nchi jirani zote zitapata tatizo. Nchi ya Burundi itakuwa na tatizo, nchi ya Tanzania itakuwa na tatizo, nchi ya Zambia itakuwa na tatizo. Ndio maana ni sherti nchi hizo zote ziweze kuungana mkono ili kupiganisha muradi wa nchi za Ulaya ambazo zinawapa pesa wanajeshi wa Rwanda ambao wanatumwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili kuyumbisha usalama huko kwenye mashariki mwa Kongo, na wapitie usalama mdogo ili kupora rasilimali ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ama kuhusu maafa ambayo yametokea pande zote, Strategy na Mubamba anazungumza kwa mara nyingine. Waasi wamekipata cha mtemakuni wakati ambapo wamerudishwa nyuma na jeshi la taifa pamoja na wazalendo wa CPLC Barfa-BB. Ni kundi ambalo yapata sasa miaka 9 wanapigania udongo wa mababu zetu. Kijeshi linaongozwa naye Delphin Kalembe Ngoma Nzito na kisiasa linaongozwa naye Gabriel Gatabishwa. Acha nikuambie kwamba vijana hao waliweza kumiminika kwa wingi na kuweza kuwarudisha nyuma waasi ambao walikuwa wanatamani kujielekeza maeneo ambamo raia kadhaa walipata hifadhi, huku wakitamani kuweza kuwaua kimbari kama ilivyo tabia ya wanajeshi wa Rwanda, kwa sababu siasa yao ni ya kumaliza kwanza makabila ambazo zinapatikana kwenye nyanja za juu za tarafa la Uvira, Fizi na Mwenga, huku wapate namna ya kutawala eneo hilo na kuianzisha nchi ambayo wao wanaiota kila siku. Bwana mtangazaji, nitakukumbusha kwamba yapata sasa miaka 30 maeneo ya nyanja za juu za tarafa la Uvira, Fizi na Mwenga hawana amani. Wanajeshi wa Rwanda ambao wanatumia waasi wa Burundi wa Red Tabara wanawapa silaha wanamgambo wa Twirwaneho ili kwamba waweze kuyumbisha usalama kwenye maeneo hayo, huku wakileta kizingizio kwamba nia yao ni kutaka kuwalindia usalama Watutsi ambao wanajiita Wanyamulenge, jambo ambalo kwa kweli linatupiliwa mbali na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa sababu katiba ya Kongo inaipa serikali ya Kongo
jukumu la kuweza kulinda usalama wa raia na mali yake, na kila raia ambaye anapatikana kwenye eneo hilo, awe mgeni au mwenyeji wa Kongo, anaendesha shughuli zake bila tatizo. Kulingana na matokeo ni kwamba waasi kadhaa waliweza kuteketea kwenye maeneo hayo. Mili 22 iliweza kuogotwa na majeraha kadhaa iliweza kunyanyuliwa na kupelekwa huko kwenye kituo cha afya cha Bikarakara ambacho kwa sasa kinalindwa na waasi wa Burundi wa Red Tabara. Lakini kwa kuwa hawakufaulu kuelekea maeneo ambamo walikuwa wanatamani kuelekea, wazalendo pamoja na jeshi la taifa walifanya kazi ya ziada, na raia inaendelea kuwashukuru na pia kuendesha shughuli zao bila kawaida. Bwana mtangazaji, tusalie tu katika tarafa la Fizi. Mashirika ya kiraia tarafani Fizi yameomba kikao cha dharura baada ya kukatika kwa mawasiliano ya simu kwa zaidi ya wiki 6. Wananchi wa Fizi na Baraka wamekuwa bila huduma za mitandao ya Vodacom, Airtel, Orange na Africell tangu tarehe 3 Julai mwaka 2026. Katika barua kwa viongozi wa kitaifa na wa mkoa, mashirika ya kiraia pamoja na makundi ya kijamii yameomba kuitishwa kwa kikao cha dharura cha Baraza la Usalama ili kutathmini madhara ya kukatika kwa mawasiliano hayo. Mashirika hayo yanasema hali hiyo imeathiri mawasiliano ya familia, upatikanaji wa taarifa pamoja na shughuli za kijamii na kiuchumi. Baadhi ya wakazi wamekuwa wakitumia maeneo machache yenye wifi ili kuwasiliana na ndugu zao. Hata hivyo, mashirika hayo yanadai kuwa baadhi ya watu waliokuwa wakijaribu kupata huduma za interneti wamekumbana na vipigo, majeraha na vitendo vya udhalilishaji. Pia barua hiyo inataja madai ya mateso na kuwekwa kizuizini kwa baadhi ya wananchi. Mashirika ya kiraia yanataka mitandao irejeshwe hatua kwa hatua, uchunguzi ufanyike kuhusu madai ya vurugu na kuwekwa kizuizini, pamoja na kutathmini madhara ya kiuchumi yanayotokana na kukatika kwa huduma na gharama za kubadilisha laini maarufu kama SIM swap. Mashirika hayo yanasema yanaelewa changamoto za kiusalama zinazotokana na hali ya vita, lakini yanataka kuwe na uwiano kati ya mahitaji ya usalama na kulindwa kwa haki na uhuru wa msingi wa wananchi. Yamezitaka mamlaka za kitaifa, mkoa na maeneo husika kuchukua hatua haraka kurejesha mawasiliano, yakisisitiza kuwa huduma ya simu ni muhimu kwa wananchi kuwasiliana na ndugu zao na kupata taarifa wakati huu wa mzozo. Mwishowe kabisa, chama cha kisiasa cha Ensemble pour la République nchini DRC kimemsimamisha msemaji wake Hevedi Yakez Kyungu, huku mwanachama mwingine Grace Omari Matandiko akifukuzwa kabisa kutoka chama hicho. Uamuzi huo umechukuliwa katika kikao cha uongozi wa kitaifa wa chama hicho kilichofanyika Kinshasa Alhamisi Agosti 20 mwaka 2026. Kwa mujibu wa taarifa ya chama, hatua hiyo imefuatia kauli za Hevedi Yakez zilizotolewa dhidi ya uongozi wa chama na baadhi ya viongozi wake wakati wa mahojiano yaliyoendeshwa na mwandishi wa habari Pero Luara. Uongozi wa Ensemble umesema kauli hizo zilikuwa zisizofaa, zenye matusi dhidi ya baadhi ya viongozi na zingeweza kuchochea utovu wa nidhamu ndani ya chama. Kwa upande mwingine, Grace Omari Matandiko amefukuzwa kabisa kutoka Ensemble na kupigwa marufuku kufanya shughuli yoyote kwa niaba ya chama. Chama hicho pia kimetangaza kuanza kutekeleza kanuni ya kutovumilia kabisa ukiukwaji wa misingi na nidhamu ya chama. Ni mwisho wa habari zetu kutoka JCTV. Naitwa Musa Useni. Kwa heri kwa leo.